Wakristo, karibu tena. Sasa tuendelee kutafakari kuhusu Kanisa Katoliki na Zaburi, maombi na sifa kwa Mungu katika mwanga wa neema ya wokovu. Katika historia ndefu ya Kanisa Katoliki, kitabu cha Zaburi kimekuwa kati ya maandiko ya kale zaidi yaliyotumika kama msingi wa sala, tafakari na liturujia ya kila siku. Zaburi ni sauti ya moyo wa mwanadamu ikimwelekea Mungu kwa kilio, tumaini, shukrani, hofu, furaha na sifa. Katika kila enzi ya kanisa, Zaburi zimekuwa zikitumika kuonyesha imani ya watu wa Mungu na kuelewa kwa undani zaidi neema ya wokovu inayotoka kwa Mungu. 1. Asili ya Zaburi katika maisha ya kiroho ya Waisraeli. Zaburi ziliandikwa katika kipindi cha Agano la Kale, nyingi zikiwa zimetungwa na Mfalme Daudi na watumishi wengine wa Mungu, zikihifadhi historia ya maisha ya kiroho ya taifa la Israeli. Katika maisha yao ya kiimani, Zaburi zilikuwa nyimbo za ibada hekaluni, maombi ya binafsi na sala za taifa zima. Waisraeli walijua kwamba hawakuwa wakamilifu. Walipokuwa wakitubu, walilia kwa Mungu. Walipofanikiwa, walimsifu Mungu. Katika kila hali, walimgeukia Mungu, si kwa kujitegemea, bali kwa kuomba rehema na neema yake. Ee Bwana, usiniadhibu katika ghadhabu yako. Umenitakasa kutoka dhambini kwa sababu umefanya rehema yako kuwa ya milele. Rejeleo kutoka Zaburi 6 na 103. 2. Zaburi katika maisha ya kanisa la kwanza. Wakati Kanisa Katoliki lilipoanza kuchipua katika karne ya kwanza, waamini walichukua Zaburi kama sehemu kuu ya sala zao. Katika maandiko matakatifu ya Agano Jipya, Yesu mwenyewe alizitumia Zaburi alipokuwa msalabani. Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Zaburi 22 mstari wa kwanza. Hii ilionyesha kwamba hata katika mateso, Yesu alisali kwa kutumia maneno ya Zaburi. Wanafunzi wake wakafuata nyayo zake, wakiona Zaburi kama daraja kati ya udhaifu wa mwanadamu na rehema ya Mungu. 3. Zaburi na wokovu kwa neema. Ingawa Zaburi ziliandikwa kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, zinaonyesha waziwazi kuwa wokovu haukuwa kwa juhudi ya mwanadamu, bali kwa rehema na neema ya Mungu. Zaburi nyingi zinasisitiza kuwa Mungu ni mwokovu, ni kimbilio, ni ngome ya haki na ni mwingi wa huruma. Sio kwa sababu ya matendo yetu, bali kwa rehema zako umetukomboa, umetufunika kwa neema yako kama vazi. Zaburi 32 na 51. Katika Zaburi tunakutana na ukweli wa kwamba Mungu husamehe, huokoa, huinua walioanguka, yote kwa sababu ya wema na upendo wake, si kwa sababu mtu amestahili. 4. Zaburi katika mapokeo ya kanisa. Katika historia ya Kanisa Katoliki, watakatifu, watawa, mapadre na waamini wa kawaida wamekuwa wakisali Zaburi kila siku. Ofisi ya kila siku, Divine Office au liturujia ya masaa, ni mfumo rasmi wa sala wa kanisa unaojumuisha kusoma Zaburi kwa saa tofauti za siku: asubuhi, mchana, jioni na usiku. Mtakatifu Agostino alisema, kusali Zaburi ni kama kuimba kwa moyo mbele ya Baba yako, ukikumbusha ahadi zake na kutegemea neema yake. Zaburi zimekuwa zikitumiwa pia kama msingi wa tafakari za kiroho kuhusu wokovu. Zaburi 51, maarufu kama Ee Mungu unionee huruma, imekuwa sala ya toba kwa karne nyingi, ikiakisi msimamo wa kanisa kuhusu haja ya mwanadamu kutubu na kupokea neema. 4. Zaburi na sakramenti za wokovu. Zaburi zinasaidia kuelewa kazi ya neema ya Mungu inayoonyeshwa kupitia sakramenti takatifu. Kwa mfano, katika ubatizo tunaimba, mtu anayesafishwana atasafishwa kuliko theluji, Zaburi 51 mstari wa 7. Katika Ekaristi tunasema, nitamtolea Bwana sadaka ya shukrani, Zaburi 116. Katika kitubio, Zaburi hutumika kama sala ya toba, ishara ya kutegemea neema, si nguvu binafsi. Hitimayo ya kihistoria. Katika safari ya kihistoria ya